Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, na napenda wote mnaonifuatilia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya na utukufu wake na mitume zake na masahaba zake na wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Ni wakati mwingine nikiwa ninawasalimu, na wakati wote Bwana ni mwema na kuweza kutujalia katika imani mbalimbali. Hapa tunajifunza masomo yanayohusiana na masuala ya kitiba, na katika masuala haya tunakuwa ninafundisha kila aina ya dawa, kila aina ya elimu ambayo itaweza kukusaidia katika mambo yako. Mimi cha msingi ninaomba ulikes hapo. Ukishalikes mimi, kwa sababu nakuletea masomo na vipindi hivi, na pia utasubscribe. Lakini kama pia utataka kuwasiliana na mimi katika jambo fulani ambalo hujalielewa, basi utaweza kunipata katika namba hii hapa. Utaandika alama ya kujumlisha 255745382890. Namba hiyo utanipata WhatsApp, utanipata Imo, na pia unaweza kunipata katika namba nyingine ya Safaricom. Andika alama ya kujumlisha 254796168648 pia. Lakini sitakuwa mwingi wa kukuchosha maneno mengi, nitakwenda kukufundisha baadhi ya vitu vidogo ambavyo vitaweza kukusaidia wewe katika masuala yako na katika mambo yako. Mbele yetu utaona nimekuletea chungu hichi. Hichi huwa kina kazi kubwa sana, na huwa kina mambo mengi mazuri na mambo mazito na mambo mengi ya kila aina. Kinatumika katika kinga, nazungumza katika kinga. Kinatumika katika dawa za kufukiza nyungu kwa watu wenye majini. Unaweza ukatumia dawa zingine za majini kwenye masufuria zisifanye kazi. Tafuta chungu kama hichi hapa, tafuta mawe ya changalawe, mawe 7. Utafukizwa dawa katika chungu chako kwa muda wa siku 7. Na kipindi hicho unafukizwa, unafunikwa shuka, na kipindi hicho mawe yale ya changalawe unatia humu. Na dawa zenyewe ni dawa chache tu. Unaweza ukatafuta dawa mwinula, ukatafuta kibumbashi, ukatafuta mkalatusi, ukatafuta matawi ya mpela, matawi ya mzambalawe, mchaichai, vitu ambavyo vinatakiwa. Na ukatafuta pia hivyo vitu nilivyovitaja, na pia ukaongeza hapo matawi ya mwembe, na ukaongeza majani ya mchaichai au mnazipoli, au pia ukaongeza mavi ya punda mlia, ukaweka katika dawa yako, na ukaweka pia na dawa ya ubani mashtaka ukaweka katika umo. Basi ukawa unatumika kujifukiza katika dawa yako hiyo hapo. Lakini pia katika kujifukiza, basi utakuwa unatia jiwe lako la changalawe humu, likipiga mambo kufunguka vitu, na pia utaongeza dawa moja ambayo itakusaidia katika kuondosha vitu vibaya katika mwili wako. Lakini tukizungumzia hilo, nakuja na kufundisha hichi kinatengeneza chuma ulete ya kuita masuala ya pesa. Kama unataka, basi ni elimu kubwa, pia inahitaji muda kukufundisha, lakini nishaizungumzia kwa muda mrefu katika vipindi vyangu hapo. Lakini pia unaweza kutumia chungu hichi kumuita mtu aliyekuwa mbali. Utatafuta dawa moja inaitwa mlungulungu. Sio mkulungu, kuna mkulungu na kuna mlungulungu. Mlungulungu utaichukua dawa yako, utatia katika chungu chako hichi. Baada ya kuwa umetia, utaandaa moto mkali, alafu utaandaa kitambaa cheupe, alafu ukishaandaa, unisikilize kwa makini. Ukishaandaa, utaandaa na ulezi, utachanganya pamoja, alafu utaweka katika jiko lako, alafu kitaanza kuwaka moto. Kipindi hicho unatia manuizi yako, na ukiwa unanuia, ukishamaliza kunuia, utafunga chungu chako kwa juu. Kipindi hicho, kwa kusema hata mtu yuko China, yuko Ulaya, yuko Marekani, basi ataitwa na atakuja haraka sana kama amekuacha, na atarudi kwa mbio kali. Sio hiyo tu, njia zipo nyingi, lakini pia nakufundisha njia ya pili. Ukipata chungu kilichopasuka njiani, ni kinga nzuri sana. Unachukua hichi, katika hivyo unatafuta na dawa inaitwa hapo kisaka wachawi, mbudika, msuti, mwihunge, sawa sawa. Unatafuta kaka kuona gamba pia,
unatafuta na nyoka mweusi wa usiku aliyeuawa usiku, unachanganya hivyo vitu pamoja, unatafuta na ilezi ya simba, alafini pia unachanganya kwa pamoja, alafu unaweka vitu hivyo unavyovitaja, unatafuta na mti uliopigwa radi, basi unachanganya katika vitu hivyo. Lakini vitu hivyo vina matumizi makubwa sana. Hata kama mtu wako anasumbuliwa na majini ya kila aina, tafuta mti uliopigwa radi, alafu nikupe habari zito. Hata kama ni jini kiasi gani, basi lazima atakimbia spidi 260. Wewe nitafute kama una matatizo yanayohusiana na majini, husiana na uchawi, husiana na vitu vingine vya ovyo ovyo, basi ndio kazi hii. Lakini pia unaweza nikakitumia hichi kuita jini. Naweza nikatumia chungu changu kuita jini. Natafuta maji ya mvua. Kisha tafuta maji ya mvua, nitakupa maandishi utakaoandika katika karatasi yako, pepa nyeupe, utatia katika maji yako humo, utaanza kusoma maneno yale. Baada ya muda jini atakuja katika chungu chako na maji yao, mtaweza kuzungumza naye na utaweza kumpa maelekezo unayotaka kukusaidia kupitia chungu hichi na maji ya mvua. Nitakupa talasimu ya kuandika na maneno ya kusoma kwa ajili ya yule atataka kujifunza na kufahamu mengi kuhusiana na chungu hicho. Na hichi kinatumika pia kusafisha nyota au kutoa vitu katika mwili vilivyoshindikana, uchawi uliofungiwa, mafundo, uchawi uliofungiwa, kwa sababu vitu vingi vinatumika kufunga migomba. Hii inatumika pia kufunga mambo ya watu, lakini ukitumia hichi, kuna dawa nitakuja kukuonyesha za kufungua na kuona vitu kwa macho, mpaka wewe utashangaa, utakuwa unaviona, unavitoa, unaoga, vinatoka katika mwili wako. Wewe nifuatilie, dawa zinakuja nyingi kemkem na vipindi kemkem kupitia hapa. Lakini pia katika chungu hichi ninachokisemea ni kinga. Ni kinga kubwa sana. Kile ambacho ni cheusi kinatumika kuwa unatengenezea chakula, basi utakwangua unga wake ule, jichanje na mafuta ya kondoo mweusi mida usiku, kwa manuizi ya wale wabaya wanaokutumia ubaya au vitu vibaya visikupate. Unachanja katika mwili wako, umekuwa umeweka zindiko kubwa sana. Wewe endelea kunifuatilia kujifunza vitu vingi na kemkem. Na kama hata uko mbali na kutengenezea hapa, na wengi wanaona matokeo. Mtu wako yuko mbali, ndugu yako yuko mbali, anafanyiwa kazi huko, tabia imeharibika, amevurugwa, tunaseti majina yake, tunatia katika chungu, tunafanya maombi ambayo yanatakiwa na baadhi ya udi na baadhi ya mnyama, basi kwa ajili ya kutoa sacrifice au kufanya mambo kwenda vizuri inshallah. Wewe endelea kunifuatilia katika kujifunza vitu kemkem. Utakapokuwa na swali, basi unaweza ukafanya connection moja kwa moja, tukapeana, au kama ushauri advice, basi nikakusaidia baadhi ya mambo na mambo yakaenda vizuri. Kaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Wabila wa tawfiki. Asalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.